Harkatlo marlo hararkatlo marlo he ya he. Aha. Sasa Harar, mlima Harar kule mbele ya Haidom. Historia ya Wairak na mlima Harar. Kwanza sisi kwa kawaida kila mlima una historia yake. Lakini kwa leo mlima Harar kwa nini tumeweka kwenye wimbo hivyo na uzuri ni kwamba mambo yote ambayo wakati ule wazee wetu wameyafanya, mambo mengi, sisi tunaendelea kumshukuru Safari enzi na enzi, kwa sababu wimbo ndo umeonekana sasa, umeendelea kudumisha yale ambayo kihistoria sasa jamii yetu imekuja kuyafuatilia baadaye, kwamba hivi kwa nini kulikuwa na hiki, kwa nini huu mlima Harar. Ule mlima kuimbwa ilikuwa ni kwamba kulikuwa na laana. Wazee wanajua kwamba laana ya mlima Harar ni nini. Kabla ya maeneo haya kufaa zaidi kwa kilimo, kuna nyakati zilikuwa ngumu sana. Yaani kabila letu iliwahi kupitia nyakati ngumu sana za ukame. Mazao yalikuwa yakubali, na enzi hizo kwa kweli hapakuwa na hao tunaoita rainmakers, Mandado Bayo na wengine, lakini hali ilikuwa mbaya sana. Sasa wakati hayo yanatokea, ilikuwa ni kawaida kwamba mzee anatoka nyumbani na punda anaenda kuhemea. Sasa maeneo ambayo wakati huo yalikuwa mazuri sana ni ukanda wa Singida, kwa ndugu zetu Wanyiramba, Wanyanturu na Wanyisanzu, walau mazao yalikuwa yanakubali. Kwa hiyo bana, ikatokea kipindi hicho kuna jambo ilionekana vijana wa kule walifanya kitu ambacho pengine wazee wao walikuwa hawajui, lakini ilikuja kutengeneza uadui ambao ndio maana ya huo mlima kuimbwa. Walichofanya baada ya huo mzee kwenda, ameenda kuhemea. Imekuwa kawaida sasa, wazee wetu wanaenda kuhemea na punda anarudi na kama debe 2 au 3 au hata gunia. Lakini ikawa ni bahati mbaya sasa kwa zamu ya huyo mzee. Mzee alitekwa njiani akiwa huko anaelekea Singida. Alivyotekwa wakamkatakata, maana walimuua, wakamkatakata vipande, alafu sasa wakachukua. Yani katika masimulizi ya wazee wetu, katika jambo ambalo liliwahi kuwaumiza ni pamoja na hili. Wakamchukua huyo mzee, alafu vipande vya mwili wake, kichwa, mikono, miguu na sehemu zingine. Kwa hiyo upande huu kwenye ule wanaita mfuko, wakati huu tunaweza kuita mfuko, lakini wakati ule wanaita maisho daqwai. Yani mfuko maalum wa ngozi ambao ulikuwa unawekewa kule, unaweka upande huu, unaweza ukaweka debe 2.5, huku ukaweka 2.5. Wakati wamemkatakata huyo mzee, katika matukio ya kuumiza sana, baada ya wao kumkatakata huyo mzee ambaye alienda kuhemea, wakaweka vipande vya mwili wake upande huu na upande huu kwenye huo mfuko, alafu wakamfunga kwenye punda kama kawaida. Kama hata kwa mbali unaweza ukaona kwamba bado punda angekuwa anabeba mahindi au kama ni maharage na nini. Sasa punda wakamgeuza arudi njiani kule alikotoka. Basi unaambiwa bana, huyo punda akatembea. Bahati nzuri mnyama sio rahisi sana kupoteza njia ambayo ameipita mara nyingi. Ndio maana leo unaweza ukaona sisi wanasiasa wakati mwingine tunapambana, tunasema bana, wanyama wamepita hivi, wanatoka Ngorongoro wanakatiza hapa kwenye makazi yetu, lakini sisi ndio tumevamia makazi yao. Kwa hiyo ile njia ya asili ambayo ndio corridor, mnyama hawezi kusahau. Kwa hiyo bana, huyo punda akafuata ile njia ambayo anaendaga na mzee wake, akafuata njia, akaenda. Alipofika karibu na nyumbani, yule mama na watoto wakamwona yule punda. Sasa kwa kuwa punda ameonekana ana mzigo, basi hawakuchukulia kwamba mzee yuko wapi. Kwa hiyo mama na watoto wakafikiria tu kwamba mzee labda amepita maeneo ya jirani, kwa sababu ni kawaida tu mzee akikaribia nyumbani na ametoka safari ya mbali, anaweza akapita mahali akaenda kutafuta ile pombe yake kidogo ya kienyeji,
akapooza tumbo. Basi mama na watoto wakajua hiyo ni rahisi sana, mzee atakuwa ameingia mahali, ameingia apiga pombe yake kidogo na anarudi. Basi wakampokea yule punda kwa furaha na bashasha na matumaini. Unajua tunaposema matumaini ni kwamba kwa sababu familia haikuwa na kitu chochote. Kwa hiyo walivyoona punda amekuja na mzigo, basi matumaini yao na shauku ikawa kubwa. Wakampokea ili wameshusha sasa. Wakaona mabaki ya mwili wa mzee wao. Yaani kichwa, mikono na miguu. Hilo tukio liliwahi kuumiza sana. Kwa hiyo wazee katika historia ya mambo ambayo wametusimulia, hilo jambo liliumiza sana. Ikawa sio jambo la ile familia, ikawa sio la kijiji, ikawa sio la kata, ikawa jambo la Wairak wote, kwamba jamani kuna kitu kimetokea kisicho cha kawaida. Mzee alienda kuhemea, yeye mwenyewe akatekwa, akarudishwa. Leo familia imepokea mwili wa mzee aliyeuawa, amekatwa vipande na damu imetapakaa badala ya mazao. Fikiria hilo jambo linaumiza kiasi gani. Wazee wakaitisha kikao, wakasema sasa hakuna namna, tutaenda mlima Harar. Kwa sababu Harar ilikuwa inaonekana ndio sehemu ambako ni sehemu maarufu, ukipita sasa unaenda Singida. Kwa hiyo wazee wakasema basi tukatengeneze utaratibu wa kikao cha kimila kule, wakatengeneza na taratibu zote za kimila kwamba sasa tutalaani ule ukanda. Basi bana, katika masimulizi ikaonekana ule ukanda ulikuja kuathirika vibaya mno. Ukanda ule wote ukanda wa Singida ukawa umeathirika kwa sababu ya ile laana, kwamba kuna kitu kisicho cha kawaida kimetendeka. Sasa baada ya miaka kadhaa, wazee wakakaa wanaendelea kupiga hesabu kwamba jamani, sasa mbona tunaona kule hali si shwari, lakini nini kifanyike ili sisi pia tuwe na namna ya kulinda jamii yetu kutokana na haya majanga, na nini kifanyike? Kwa hiyo bwana, ni kama mwanzoni tulivyosema, sayansi ya kimila ile. Kwa hiyo katika sayansi ya kimila wazee wakawa wanahesabu mawe, na huo ndio utaratibu wa kawaida. Kila jamii ina mambo yake. Umeona juzi kwenye mazishi ya Lukuvi, umeona machifu walikuwa na rukaruka wanacheza ngoma ya asili karibu na kaburi. Ule ni utamaduni. Kwa hiyo huwezi kucheka utamaduni wa mtu. Kwa hiyo wazee walikuwa na utamaduni kabisa wa kuhesabu mawe. Walivyohesabu mawe wakagundua kwamba inawezekana sisi mtu atakayetusaidia atatoka ukanda ule ambako tumetoa ile laana. Basi ikatokea siku moja, sasa hali imeshabadilika. Ikaonekana wale jamii ya watu walioko kule Singida ikawa ndo wao wenyewe wanakuja kwenye kabila letu sasa. Iwe wanakuja kuhemea, iwe wanakuja kufanya kazi, na hiyo nadhani najulikana kwa sababu ninyi mnawaonaga manda wanakuja kufanya kazi kutoka Singida kwenye maeneo yetu. Iwe kazi ya mashambani, iwe kazi ya kuchunga, lakini walikuwa na kazi yao tena nyingine maalum kabisa ambayo wazee wa kimila wanajua. Inawezekana sio rahisi kutaja hapa, lakini sasa baada ya kuhesabu mawe wakagundua kwamba yupo mzee mmoja atakuja ndiye atakayewasaidia. Kwa hiyo katika hesabu wakasema inakuwaje? Siku moja akapatikana mzee ametoka Singida na yeye alikuja kuhemea. Wazee walivyogundua kwamba yule tunayemtafuta kutoka Singida ambaye ndiye atakuja kutusaidia sisi kwenye haya majanga yetu, wakamwambia mama mmoja ambaye anaishi mwenyewe kwamba tutengeneze basi utaratibu. Huyu mzee ndo yule ambaye sisi tunamtafuta kwenye hesabu yao. Bali zitakayo Arwako man. Kwa hiyo darata Arwako walivyomwona wakamwambia bwana afunge punda wake hapo bwana, mlishe kabisa huyo mzee, mlishe mpokee kwa bashasha nini, ajisikie nyumbani. Basi mzee akajisikia nyumbani na wala hakuwa na shida. Sasa bahati nzuri bana, miaka kadhaa imepita, huyo mzee akabahatika kumpata mtoto. Na huyo mzee anaitwa Yandu. Ndio akabahatika kumpata mtoto mmoja wa kiume. Kwa hiyo wazee sasa ndio wakajua kwamba
pamoja na kwamba yule mzee tuliyekuwa na shida naye ndio huyo Yando, lakini kazi kubwa ndio tunatarajia afanye mtoto wake. Sasa huyo mtoto ndo akaja kumzaa Nade. Kwa hiyo unaona huyo kulikuwa na mzee aliyepokelewa, kuna mtoto aliyezaliwa, alafu huyo mtoto aliyezaliwa akaja kumzaa Nade baadaye. Sasa Nade ndio huyo Nade ambaye tulikuwa na shida naye sana. Na wazee wakafanikisha mpango wao kwamba tayari yule Nade amepatikana, tayari kutokana na jamii hizo za Wanyisanzu, kwamba amepatikana kutoka huko. Kwa hiyo sasa, kwa sababu ameshapatikana mtu mwenye asili ya kule ambako tulilaani, wakasema sasa hakuna namna, na Nade ameshatusaidia na tumeona mambo yake, basi ile laana sasa tukatengeneza utaratibu wa kuiondoa, ili sasa sisi na jamii ya watu kutoka ukanda wa Singida tuwe kitu kimoja. Na wakafanikisha kwa sababu miaka kadhaa baadaye maisha ya sisi na watu wa Singida yakakaa sawa, na ile laana wakaifuta, wazee wetu wakaifuta, kwa sababu tumeshapata cheni ya kitu kinachotusaidia kutoka kwa Nade hadi kwa yule mzee aliyetoka kwa Wanyisanzu kule Singida. Kwa hiyo ndio maana ule wimbo umeimbwa kwa maana ya kwamba ile laana ya Harar tumeifuta. Lakini kwenye wimbo wa mwanzo wakati wanamsifu Nade, ndio maana wanasema ateguru takwema mara kwalo atedoba yona dodo beai.